Wewe ni Mungu, tawala mambo yote. Hakuna Mungu zaidi yako. Hakuna mtu aliyemtuma aende kufanya kazi bila kuwa na nguvu za Roho. Roho ndiye aliyedhihirisha uaminifu wa mtu hata ukamwamini ukamtuma. Hakuna mtu aliyemteua kufanya huduma ukamwambia mtumishi wako. Wakina Stefano, mashemasi walikuwa wamejaa nguvu za Roho Mtakatifu, ndio waliochaguliwa wakasimama. Hakuna mtu anaweza kufanya kazi yako bila hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu. Baba, watu hao utawajaza wakiwa wamelala, utawajaza wakiwa mashambani, utawajaza wakiwa wanatembea, utawajaza Mungu wakiwa wamekaa, utawajaza wakiwa wanaomba, utawajaza Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, wakiwa wanasoma neno, wakiwa wanatafakari mlipuko, na watajaa nguvu na mabadiliko yatatokea. Kila mtu atakaa kwa nafasi yake, maana ndugu wajipoa na utuma. Kila mtu ataifanya kazi hata asipoambiwa, ataifanya utuma hata asipoambiwa, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu, wewe ni Mungu mkuu, wewe ni Mungu mkuu. Roho Mtakatifu, ni kazi yako. Hata kama upo mgumu, yapo mambo yanayozuia, utaendelea kuyaondoa ndani yao, nao watapokea nguvu, na kila mmoja atasema kwa lugha mpya. Wakiingia kwenye maombi watazama ndani, wataomba masaa mengi, wataomba dakika kwa kutafakari kwa akili zao. Paulo anasema nitaomba kwa roho na kwa akili. Kwa akili mtu anachoka, lakini kwa roho mtu hachoki. Baba, utawasaidia katika jina la Yesu Kristo. Karibu Amina. Bwana Yesu asifiwe. Hebu usema asante Yesu kwa kunifanya kuwa mwanao. Wekea alama kama mwanao, na alama yako juu ya maisha yangu ni Roho wako Mtakatifu. Karibu Roho Mtakatifu, ukae pamoja nami siku zote za maisha yangu. Amen. Amen. Pigie Bwana makofi. Unaweza kurudi, unaweza kurudi. Wakati unapoendelea kuketi katika nafasi yako, mebaki kipengele kimoja, tuahirishe ibada yetu, tuende kujiandaa kwenye mkutano. Kipengele ambacho kimebaki ni sadaka ya mpango mkakati. Kwa hiyo wakati huu sasa naomba mzee wa kanisa mmoja atakusanya hiyo sadaka ya mpango mkakati, alafu na nitaomba